السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى المستقيم صراطا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي فضل بين المساجد رباطا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه والله جعل لكم الأرض بساطا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه حينما يزرعون من البطاطيس والبطاطا. أما بعد، إخواني ndugu zangu, shukurani zote zinamstahiki Allah jalla jalalu, lakini pia tumuombe rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Amina. Siku zote nimekuwa nikinena ya kwamba kituo hiki ni kama vile behewa la usafiri, atapanda mwenye shida, na kituo hiki kina historia, hakijawahi kwenda likizo, isipokuwa baadhi ya wahudhuriaji ndio huwa wanakwenda likizo. Kwa nini? Kwa sababu kituo hiki kinaendesha matibabu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Matibabu yanayoendeshwa katika kituo hiki yanatokana na dua, lakini vile vile dawa. Sasa dua si jambo la kwenda likizo. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-du'a mukhul ibada, dua ndiyo ubongo wa ibada. Na kwenye maneno yake mengine akasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ndiyo ibada yenyewe. Na sisi wanadamu tumeumbwa kwa ajili ya kufanya ibada. Mwenyezi Mungu anasema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba binadamu na majini ila nimewaumba kwa ajili ya kuniabudu. Na miongoni mwa ibada ni dua. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema ud'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanaofanya kibri kunako ibada yangu ya kuniomba, sayadkhuluna jahannama dakhirin, hao wataingia katika moto wa Jahannam hali ya kuwa ni wenye kuishi milele. Ibada aliyokuwa anaikusudia Mwenyezi Mungu katika aya hii ni dua, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika ya wale wanaofanya kibri kunako ibada yangu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa Jahannam wakaishi milele. Na kwa nini tunaifasiri ibada hapa kuwa ni dua? Kwa sababu Mtume alikushasema ad-du'a huwa al-ibada, na aya yenyewe imeanza ud'uni astajibu lakum. Kwa nini Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali wasioomba? Kwa sababu ukiufunga mlango wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaufungua mlango wa kumuomba asiyekuwa Allah.
na ukimuomba asiyekuwa Allah utakuwa umetumbukia katika shirki, na shirki ni katika akbarul kabairi, ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Sasa kituo hiki likizo yake labda ile siku kitafungwa kwamba sasa tumefikia mwisho, lakini katika uhai wake siku ambazo tumepanga kwa ajili ya dua, kituo hiki hakiwezi kwenda likizo. Na dua zetu ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani zilikuwa zinafanyika kila siku ya Alhamisi asubuhi, na siku ya Ijumaa asubuhi, na siku ya Jumamosi asubuhi, na siku ya Jumapili asubuhi. Lakini baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ratiba itabadilika kidogo. Alhamis tutakuwa tuna dua kwa ajili ya riziki, hatutofuta, lakini dua itakuwa inafanyika jioni. Kadhalika Ijumaa jioni kutakuwa kuna dua kwa ajili ya taaliful qulubi, kuziunganisha nyoyo zilizohitalafiana. Ikiwa moyo wako wewe na moyo wa mpenzi wako kuna ikhtilafu, hakuna maelewano, siku ya Ijumaa tutaitumia kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aunganishe nyoyo zenu kwa mahaba na mawadda. Kadhalika si kwa wanandoa tu au kwa mtu na mchumba wake, bali hata kwa wale wafanya biashara. Zamani biashara zao zilikuwa zinakwenda vizuri, wanapata wateja kwa wingi, lakini ghafla wateja wamebadilika, ikawa hawapendi tena biashara yao. Kwa hiyo mtu anajikuta anafilisika siku hadi siku. Tutaitumia siku ya Ijumaa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala taaliful qulubi, aunganishe nyoyo baina yako wewe mfanya biashara na wateja. Lakini pia kuna baadhi ya watu huchukiwa na ndugu zao, huchukiwa na watoto wao, huchukiwa na wazazi wao. Yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, tutaitumia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweke mapenzi, aunganishe nyoyo kwa mahaba, lakini pia hata kwa mtu na bosi wake. Na hiyo siku ya Ijumaa ndio siku ambayo tukishasoma dua ya taaliful qulubi, kisha tunasoma hutuba yake, na hutuba yake ndio ile dua ya kumkum ya habibi inayoanza ajaban lilmuhibbi kaifa yanamu kumkum ya habibi kam tanam. Itakuwa ni Ijumaa jioni. Lakini pia siku ya Jumamosi dua itafanyika jioni, na inakuwa ni kwa ajili ya ibtalu lisihri, ni kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abatilishe uchawi, kwa sababu wachawi tunaishi nao. Uchawi tunaishi nao kwenye miili yetu na kwenye majumba yetu. Lakini pia ndio siku ya kumwomba Allah awaangamize mashaitani wote wanaotusumbua na kututesa. Lakini ndio siku ya kumwomba Allah aondoshe hasadi pamoja na vijicho. Jumamosi hiyo. Jumapili dua itakuwa inafanyika asubuhi. Na nilisema ukiacha Jumapili ya kesho kutwa hii na Jumapili itakayofuatia baada ya Eid al-Fitri, ile Jumapili inayofuata tutatoa dawa bure, na dawa hii itakuwa inatokana na mkojo wa ngamia. Tunawaweka wazi, kwa hiyo atakaye ataandika jina lake, na tutaanza kuandikisha majina leo pia, na kesho tutaandikisha, na Alhamisi inayofuatia baada ya Idi tutaandikisha, na Ijumaa yake na Jumamosi yake na Jumapili yake. Kisha Jumapili itakayofuatia watu watapewa dawa hiyo kwa kuitwa majina, sio kama ilivyozoeleka holela. Na tunautaja mkojo wa ngamia kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Kuna kabila linaloitwa Ikli,
lilisilimu likampa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam, likatoa kiapo chao cha utii kwa Mtume, wakaamua kuhamia Madina kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile hali ya Madina ikawakataa, hali ya hewa ya Madina ikawakataa, wakaanza kuumwa, ngozi zao zikabadilika, wakatokwa na mapere, homa zisizoisha, wakaenda kushtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaambia, alla takhruju ma'a ra'ina fi iblihi fatusibu bi albani al-ibli wa abwaliha, kwa nini msitoke na hawa wachungaji wetu wanaochunga ngamia, mkaenda kule malishoni mkakamua maziwa ya ngamia na mikojo yake mkanywa? Vitu hivi vitaponya maradhi yenu. Wale maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kesho yake kweli wakaenda pamoja na wachungaji kule malishoni, wakawakamua maziwa wale ngamia, wakakinga na mikojo yake, wakanywa. Hadithi inasema fasahu, wakapona maradhi yao. Sasa kwa wewe ambaye utaona kinyaa, shauri yako na mkojo wa mnyama ambaye nyama yake inaliwa haonewi kinyaa. Kwani wewe unajua chloroquine, quinine, ciprofloxacin zimetengenezwa kutokana na nini? Unajua? Waulize watu wanaoshughulika na maabara, watakwambia kuna vitu vingine ukiambiwa huwezi kutumia. Lakini huu ni mkojo wa mnyama ambaye tuukalu lahmuhu, nyama yake inaliwa, inayopatikana nchi kavu, lakini kutoka katika Mashariki ya Kati kule, na si Afrika huku kwetu. Kwa hiyo ni dawa mujarabu kweli kweli, lakini kiungo kikubwa tunategemea itakuwa ni mkojo wa ngamia. Tutaweka kiasi kidogo sana kwa kipimo maalumu kilichofanyiwa majaribio, kisha kila mmoja atakayekuwa ameandikisha jina lake atapewa. Lakini kuna hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inayosema, alaikum bi albani al-ibli wa abwaliha, jilazimisheni kunywa maziwa ya ngamia na mikojo yake, fa innaha shifaun wa dawau, hakika maziwa ya ngamia na mikojo ya ngamia ni ponyo na ni dawa. Hadithi hii inapatikana katika Sahihu al-Bukhari na katika Sahihu Muslim, na vitabu hivi viwili tunaambiwa asahul kutubil musannafa, ni vitabu sahihi zaidi kuliko vitabu vingine vyote vya hadithi vilivyotungwa. Kwa ni hadithi ambayo haina mashaka. Lakini kuna hadithi nyingine Mtume anamalizia kwa kusema, fa innaha nafi'atun lidharbati albatni, mkojo wa ngamia una manufaa sana kuondosha matatizo ya tumboni. Kwa wale ambao matumbo yao yanajaa gesi, matumbo yao huunguruma, kiungulia cha mara kwa mara, kuna vichezo ndani ya matumbo yao kama vile mwanamke mjamzito, wale wenye madonda ya tumbo, mkojo wa ngamia ukitumika vizuri unaweza ukaondosha vyote hivyo. Shekhe mmoja aliwahi kufanya majaribio ya mkojo wa ngamia, akachukua hizi dawa za kupiga mwino hizi, Kigoma ni maarufu sana hizi dawa za kupiga bomba, akachemsha pamoja na mkojo wa ngamia. Alikuwa na mgonjwa ambaye anasumbuliwa sana na uti wa mgongo wauma sana, kiuno kinauma sana, na amekwenda hospitali kaambiwa zile diski zimepishana. Lakini pia alikuwa na madonda ya tumbo kiasi kwamba yanamsababishia athari mbaya mpaka imekushaanza kumuafekti kisaikolojia. Akachukua mkojo wa ngamia akachanganya na dawa ya mwino, kisha yule mgonjwa akapigwa. Hivi ninavyozungumza, mwaka jana nimekwenda mimi Kigoma, maana yake yuko Kigoma yule. Ananiambia hakuna cha diski kupishana
hakuna cha maumivu ya kiuno, cha maumivu ya mgongo, hakuna cha ulcers. Huo ni mkojo wa ngamia. Hata leo ukiingia Google ukaandika tu faida za mkojo wa ngamia, watakwambia zamani kabla ya kuja hizi dawa zinazoitwa mudhadatu lilhayawi, hizi dawa za kiantibiotic hizi, na kabla ya kuja hizi dawa za kusafishia vidonda, maana pana dawa za kusafishia vidonda, walikuwa wakitumia mkojo wa ngamia. Yaani mtu ambaye alikuwa na maradhi ambayo ni mengi na yamemsibu kwa wakati mmoja, alikuwa anatumia mkojo wa ngamia kwa sababu ndio antibiotic. Na wale ambao walikuwa wanasibiwa na majeraha hasa vitani, tena majeraha makubwa, pia wenye maradhi ya upele, walikuwa wakikosha majeraha yao kwa mkojo wa ngamia, wakikosha upele wao kwa mkojo wa ngamia. Vile vidonda vikawa vinakauka na kupona. Sasa mwenye ulcers kwa nini asitibu ulcers zake kwa kutumia mkojo wa ngamia? Ndio maana nasema ukitumika vizuri mwenye ulcers anapona. Ukitumika vizuri mwenye madonda ya uti wa mgongo, madonda ya kiunoni atapona ukitumika vizuri. Lakini pia majaribio yamefanyika kwa wale wenye sihrul maakul awil mashrub, uchawi wa kulishwa au uchawi wa kunyweshwa. Na uchawi huu unaanzia tumboni. Tena tunaambiwa yastaqiru baina almaidati wal am'a, huwa unakaa baina ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Ule uchawi unaweza ukasababisha hata saratani ya utumbo. Sasa kwa mtu aliyelishwa uchawi, mkojo wa ngamia ukitumika vizuri, na tunaposema ukitumika vizuri kwa sababu tunautumia na mchanganyiko wa dawa 80 ngapi, tena zinatoka Mashariki ya Kati, na insha Allah baada ya Eid nitakutajieni moja baada ya nyingine. Kuna siku nitataja 10 na kuna siku nyingine nitataja 10. Tutakwenda mpaka tukishataja mara 8:30 tutakuwa tumekamilisha miti 85. Ndio itakayoingia, na kiungo chake kikubwa itakuwa ni mkojo wa ngamia. Kwa hiyo sasa wewe ambaye viziaga tu dawa, maana tukishatangaza dawa ya bure watu hujaa kuanzia huku mpaka kule, wengine wanakosa hata nafasi za kukaa. Sasa awamu hii au safari hii tunaandikisha watu, wataitwa na majina kwa majina yao. Na wewe ambaye utaandikisha jina alafu siku hiyo ya kugawa dawa ukawa hujaja, usije ukatulaumu. Sisi tukishakuita hujaja tunatia tiki. Ukisema Sheikh, mimi niliandikisha sikupata, huwezi kupewa. Lazima uzingatie ratiba. Tutaiacha Jumapili ya kesho kutwa kwa sababu itakuwa ni Jumapili ya maandalizi ya Eid. Lakini pia na Jumapili inayofuata tutaiacha kwa sababu itakuwa ni Jumapili ambayo tunaendelea kuandikisha. Ila ile itakayofuatia sasa ndio tutakuja kutoa. Tusemeni inshallah. Inshallah. Tusemeni tena inshallah. Inshallah. Lakini kabla ya swala ya Ijumaa, siku ya leo tutafanya kuwarehemu wazazi wetu, na kila mmoja aliyetoa sadaka yake atanuia, Mwenyezi Mungu, nakuomba kwa sadaka niliyoitoa thawabu zake zimuendee mzazi wangu, na dua hii ya rahma na maghfira nitakayoiomba hapa, Mwenyezi Mungu nakuomba uipokee. Wakifurahi wazazi wangu, naamini ewe Allah na wewe pia umefurahi, na ukifurahi wewe pia na mimi dua zangu zimepokelewa. Kila mmoja atatia nia. Kazi hii tulianza jana na leo tunaimalizia. Kwa hiyo baada tu ya kumaliza speech tutaanza zoezi hilo la kuwarehemu wale waliotangulia. Lakini siku ya kesho ndio siku ambayo tunafanya dua yetu inayoitwa la yaruddul qadara illa dua. Qadari ya Mwenyezi Mungu haipingwi na chochote. Kinachoweza kuipinga qadari ya Allah ni dua. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye amekadiria watu yawafike matatizo, lakini pia amekadiria yaondoshwe kwa dua. Ndio maana Mtume akasema ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dua inamnufaisha mwanadamu kwa kuliondosha lile balaa ambalo limeshuka, lakini pia inamnufaisha mwanadamu
kwa kulikinga, kulizuia lile balaa ambalo halijashuka ili lisipate kushuka. Kinachoweza kufanya hivyo peke yake ni dua. Sasa wanawazuoni kitabu hiki wamekiita la yaruddu alqadara illa dua. Unajua kwa sababu gani? Zile dua zote zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam zimekusanywa kwenye kitabu hiki. Kitabu hiki mimi huwa ninakiona ni kama vile dhahabu, kwa sababu kimekusanya dua nyingi. Ndio dua ambayo tunakwenda kuisoma kesho, na jana tumeelekeza dua hii itaambatana na vyambajengo, na vyambajengo vyenyewe ni bukhuri za aina 3 ambapo tumezigawa bure kuanzia Alhamisi iliyopita. Jana pia tumegawa bure, leo kwa wale ambao hawajapata watapewa bure. Na tukaelekeza hizi bukhuri utafanya nini wakati wa adhana. Utazishika kwa mkono wako wa kulia, utaelekea kibla, utasema Mwenyezi Mungu, naelekea kwako katika hii siku njema na katika saa hii yenye baraka, na huenda ikawa ndiyo saa ya majibu ya dua yangu. Mwenyezi Mungu, wewe wajua siri uliyoweka kwenye mchanganyiko wa hizi bukhuri za aina 3. Na kuomba ya Rabbal Alamin, kwa siri uliyoweka wewe mwenyewe, iwe ni sababu ya kwenda kuangamiza uadui wa kichawi, mashaitani, hasadi pamoja na vijicho. Na kuomba haya kwa haki ya wale waliofunga na hivi sasa wanafungua. Naomba mambo yangu yawe na mwelekeo kama ambavyo mimi nimeelekea kibla. Mambo yangu ya kibiashara, ndoa, kazi, mahusiano, maradhi, utanuia umeshika kwa mkono wako wa kulia, umeelekea kibla. Kisha kesho Jumamosi njoo na hizo bukhuri hapa, zigawe sehemu 2. Sehemu moja zitaangamizwa hapa kwa manuizi, na sehemu nyingine utakaa nayo kwenye dua umeshika kwa mkono wako wa kulia. Ni dua kubwa sana, inafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika 10 la mwisho, 10 ambalo tunaamini ndio itqu minan nar. Mwenyezi Mungu anayaacha huru mashingo ya moto, na sisi tunataraji Allah anakwenda kutuweka huru kutokana na utumwa wa kichawi na wachawi. Tusemeni inshallah. Inshallah. Mashaitani, hasadi pamoja na vijicho, tusemeni inshallah. Inshallah. Lakini pia dua hii imetanguliwa na uzinduzi wa mafuta ya ngamia, na nimekuwa nikieleza kwamba mafuta haya yanatokana na ngamia ambaye kafanyiwa dua. Tulisoma dua ya Ahlul Badri, tukamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawataja wale al-asharatul mubashiruna bil janna, wale maswahaba 10 waliobashiriwa pepo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaenda mpaka tukawataja wale maswahaba wote 313. Kwa hiyo ngamia huyu ana nafahati zake kwa sababu kafanyiwa kisomo, na nyinyi wenyewe ni mashahidi, mulimshika mkaomba dua. Ukiachilia mbali dua niliyoisoma mimi na ikaitikiwa na watu wote, bali nyinyi wenyewe mulimshika pia mkaomba dua. Na Mwenyezi Mungu anasema fasalli li rabbika wanhar, swali na uchinje kwa jina la Mola wako, inna shani'aka huwa al-abtar, hakika adui yako ndiye atakayekatikiwa na kheri. Kumbe ibada ya kuchinja inaangamiza uadui, ibada ya kuchinja inamwangamiza adui. Kwa hiyo ni ngamia ambaye tulimweka fidia juu ya matatizo tulionayo, tulichinja kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Kwa hiyo kitu chake pia kina khawasi zake, kina nafahati zake, kina siri zake nyingi tu. Ndio maana nikasema mafuta haya ngamia sio kama yale uliozoea kuyapata. Kesho inshallah nitaelekeza haya mafuta unayatumiaje kwa ajili ya kushambulia uadui, kama ambavyo Ahlul Badri ilishambulia uadui. Nitaelekeza mafuta haya unayatumiaje kwa ajili ya kulipa kisasi na kurejesha uadui kule ulikotoka, kama ambavyo Ahlul Badri kipengele chake mojawapo ilikuwa ni kulipa kisasi. Mafuta haya nitaelekeza siku ya kesho namna gani utayatumia kwa ajili ya kutengeneza kinga, kama ambavyo Ahlul Badri yetu miongoni mwa vipengele vyake ilikuwa ni kwa ajili ya kutengeneza kinga. Sasa wewe ambaye hujachukua, jitahidi. Mafuta hayo yamebaki machache sana, zilikuwa ni pisi 200. Mpaka sasa zimechukuliwa pisi 120. Ni pisi 80 tu ndizo zilizobakia. Na kwa uzoefu wangu, kesho watu huwa wana kawaida ya kushambulia. Kwa hiyo ukija hapa ukauliza mafuta ya ngamia, mimi naamini hutoyapata siku ya kesho. Yaani ukienda dukani ukaambiwa hakuna, wala usije kuniuliza mimi, "Sheikh, vipi nitapataje mafuta ya ngamia?" Usije kuniuliza.
Ubora wake, faida zake nimeeleza redioni. Mafuta ya ngamia yakitumika vizuri namna gani yanabatilisha uchawi, yakitumika vizuri namna gani yanafukuza mashetani, yakitumika vizuri namna gani yanafungua mafundo ya kichawi, yakitumika vizuri namna gani yanatia nuru na mvuto katika mwili wako. Nimeelekeza. Almuhimu ni utekelezaji wako tu, ni kwenda kuchukua biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo unachotakiwa ukitoka hapa hujachukua, nenda kachukue. Kuna baadhi ya watu jana wameshangaa walipokwenda kununua mafuta wakamkuta mtu kachukua pisi 10. Tena ni muumini tu hapa, mhudhuriaji mzuri, watu wanamshangaa yule jamaa anachukua pisi 10. Anabaki anatoa macho tu hivi. Yeye kachukua kijipisi hiki kimoja, lakini anamshangaa yule kachukua 10 jana ile. Wapo waliochukua pisi 5 jana ile. Na hizi dawa jamani zinasaidia sana. Sema sisi tumekuwa tuna kawaida moja. Tumegeuza dawa ni kama vile chumvi. Ukishakuwa umepika mboga yako, nyama yako, kisha ukatia chumvi ukakoroga, unaonja, unaona imekolea. Ndivyo tunavyofanya kwenye dawa. Unamkuta mtu anaumwa maradhi miaka 10, anataka ayaondoshe kwa muda wa siku hii moja. Anaumwa miaka 10, maradhi haya ni sugu, yanaondokaje kwa siku moja? Kama chumvi kutia kwenye mboga ikakolea mara moja. Siku zote nimekuwa nikikupeni hadithi ya Mtume. Kuna bwana mmoja alikwenda anashtakia ndugu yake ana maradhi ya kuhara, anahara. Mtume akamwambia asqihi asala, nenda kamnyweshe asali. Huyu bwana akarudi nyumbani akampa asali ndugu yake. Alipompa asali ndio kama tumbo kalikorofisha vile, likazidi kuuma kweli kweli na kuhara kukaongezeka. Kama ni mimi na wewe tungesema huyu Mtume hajatoa dawa, huyu katoa sumu, tungesema hivyo. Lakini maswahaba walikuwa wana imani kwamba Mtume hakukosea, katoa dawa kweli, isipokuwa kutakuwa kuna jambo. Akarudi kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, asqaituhu asalan falam yazidhu illa istitlaqan. Ewe Mtume wa Allah, ndugu yangu nimemnywesha asali, lakini mbona ndio kwanza tumbo limeongezeka? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, asqihi asala, nenda kampe asali kwa mara nyingine. Kama dawa ni chumvi, Mtume asingemwambia hivyo. Tena Mtume hakumbadilishia dawa, kamwambia nenda kampe tena asali. Huyu bwana karudi nyumbani kampa asali, tumbo limeongezeka tena, kuhara kumezidi. Karudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asqaituhu asalan falam yazidhu illa istitlaqa, nimemnywesha asali ndio tumbo limeongezeka. Mtume akasema, sadaqallahu wa kadhaba batnu akhika, amesema kweli Mwenyezi Mungu kwamba asali shifau linnasi, ni dawa kwa watu, lakini tumbo la ndugu yako limesema urongo. Nenda kampe asali kwa mara ya 3. Alivorudi nyumbani akampa asali kwa mara ya 3, tumbo likapona, kuhara kukakata. Hii inamaanisha nini? Alipopewa asali kwa mara ya kwanza, tumbo lilipoongezeka, ina maana ndio lilikuwa linakwenda kupambana na matatizo, na matatizo yake yalikuwa sugu, ndio maana halikupona kwa mara ya kwanza. Ikatakiwa lazima arudie kwa mara nyingine, ugonjwa ni sugu, akarudia tena, tumbo likaongezeka tena. Leo mtu ukipewa dawa maradhi yakazidi, ile sio dawa ile, unakwenda kwingine, utazunguka kwa waganga, matokeo yake tena unarudi hapa hapa kwa Sheikh Abu Jada. Kuna wengine wanazungukaga alafu anarudi, namwambia wewe si wa miaka 2 iliyopita unakuja ni kicheti kicha nini? Ulikuwa hapa? Nilikuwa nimesafiri. Kumbe kazunguka kwa waganga wengine, imeshindikana, akaamua tena anarudi, anasingizia amesafiri. Sasa na sisi watu tunawaambia, tunawajua, unamwambia hebu fungua tena faili upya, uanze upya. Huwa tunawaeleza hivi, kwa sababu analinganisha zile tiba. Akienda kula na kule nilikotoka kwa Sheikh Abu Jada, kumbe ni tiba nzuri, ndio anarudi tena anaona ni tiba nzuri na ni nafuu, ndio maana anarudi. Sasa tukishakuona wewe una muda mrefu, unamwambia fungua tena kile tunakichana jana, unafungua upya. Usifanye dawa kama chumvi bana. Matatizo wakati mwingine ni sugu, unatakiwa utumie dawa kwa kurudia kama alivyofanya huyu bwana huyu. Katumia mara ya kwanza, tatizo limezidi, mara ya pili tatizo limezidi, mara ya 3 tatizo limeondoka.
Hayo ni mafundisho tunafundishwa sisi, na ndio maana hii leo mimi nakusaidieni nyinyi kutoa mpaka dawa za bure na kuoneeni huruma. Tukiwa tunauza kila dawa nyinyi hamtoweza, inabidi tutoe za bure ili mpone. Msije mkasema Sheikh Abu Jada yeye anataka maslahi tu, anataka pesa tu, mbona hatuponi? Ndio maana naamua kutoa pesa zangu mimi, naandaa dawa. Wewe miti 85 si mchezo, lakini ni kidogo kidogo tumetia. Kwa hiyo kiungo chake ni mkojo wa ngamia, ili watu wapone. Wenye matatizo miguu inauma, inawaka moto, inakufa ganzi, miguu inavimba, watapona, tusemeni inshallah. Wale ambao matumbo yao yamekwisha kuwa ni sugu, unamkuta mtu eti amekaa eti wiki nzima hapati choo. Wewe ni binadamu kweli wewe? Kile chakula unachokula kinakwenda wapi? Unakuta kuna baadhi ya kina mama wanaingia siku zao mfululizo, wamefunga kuingia katika siku zao, matatizo makubwa. Sasa tunataka tutumie hii malighafi ya huyu ngamia huyu ili tuweze kupona maradhi yetu, tusemeni inshallah. Sasa muhimu, jitahidini kuchukua dawa zinapotolewa, tumieni dawa. Kuna mama mmoja sema mmetuchosha bana, kila wiki mnatuuzia. Sasa umepona? Ukimuuliza wewe umepona? Sijapona. Sasa unachoka nini? Mchimba kaburi hachoki mpaka apate nini? Apate mwanandani bana. Wewe hujapona unachokaje? Hujapona usichoke. Hivyo ndivyo ilivyo kwenye dawa za maradhi, dawa za kufanya wepesi katika riziki, dawa za kufanya wepesi katika mahusiano, katika kazi na mambo mengine yanayotaalaki na maisha. Kwa hiyo leo tutaanza kuandikisha kwa wale ambao wanahitaji kupata dawa hiyo, na nimeshatoa utaratibu. Jumapili ya kesho kutwa hatuna dua hapa, dua yetu tunaisoma kesho. Tuwaache watu Jumapili wajiandae na sikukuu. Lakini Ijumaa Alhamisi inayofuata tutakuwepo hapa, tunaandikisha watu ile dawa na dua ya riziki. Ijumaa tutaandikisha watu na dua ya kumkumia habibi. Yaani tutawaandikisha watu lakini tutaisoma dua ya kumkumia habibi. Jumamosi inayofuatia watu wataandikishwa, itasomwa dua ya ibtali sihir. Jumapili wataandikishwa, itasomwa dua ya kuangamiza uadui. Sasa wiki inayofuatia sasa ndio ni wiki ya kwenda kuitoa dawa yetu. Alhamisi tutaandikisha, Ijumaa tutaandikisha, Jumamosi tutaandikisha, Jumapili itatolewa. Itatolewa siku moja tu. Imekupita hiyo siku, usilie na mimi. Ikishakupita hiyo siku ndio imekupita tu. Tunafanya hivi jamani ili watu wafanikiwe. Na hii dawa ninayokwenda kuitoa haina madhara. Haiwezi kukusababishia madhara ya aina yote zaidi ya kukutibu. Tena ni mudhadatul hayawiya, ni antibiotic kutibu magonjwa mengi. Kwa hiyo njeeni mjitibie magonjwa yenu kupitia dawa tutakayoitoa, tusemeni inshallah. Baada ya kuyasema hayo, nafunga speech yangu kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe madhambi yetu. Amina. Lakini pia ajalie taufiki kwa haya tunayoendea. Amina. Kwani yeye ni waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.